السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alifa mtukufu yadahullah taala bisalaziz anasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Huu ni wito, ni slogan ambayo tunaeleza mbele ya wasiokuwa na jumuiya. Tunasema maneno haya kwa kuondoa kosa hili kwamba jumuiya Ahmadiyya au wanajumuiya wanakuwa na bughudha dhidi ya wengine, na tunasema maneno haya kwa ajili ya kuondoa kosa hili. Au wanasema kwamba wanajumuiya hawaoni watu wengine ni wabora zaidi kuliko wao, au wale wasiokuwa Waislamu. Tunasema maneno haya kwa kuthibitisha kwamba Islam ni dini ya upendo, mapenzi na huruma na kuzingatia heshima ya watu wengine. Kwa hiyo maoni haya si sahihi kwamba Islam ni dini ya dhulma. Au tunasema wito huu au slogan hii kwamba sisi kwa kuvunja ukuta ya bughudha na chuki tunaishi kwa mapenzi na kwa upendo, au tunataka kuishi hivi kwa mapenzi na upendo. Basi ikiwa sisi tunaihudumia ubinadamu, tunafanya mahubiri ya dini tukufu ya Islam, hii pia ni kwa sababu ya hii kwamba tunampenda kila mtu wa dunia hii, na tunataka kuongoa na kuondoa begu ya chuki, na badala yake tunataka kupanda miti ya mapenzi katika mioyo yao. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ni mpendwa wetu alitufundisha hivi. Haya yote ni kwa sababu ya hii kwamba tulimuona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikosa utulivu wake usiku kwa sababu ya mapenzi na huruma ya dunia hii, na alikuwa akikosa utulivu kiasi hiki, na alikuwa akilia katika sijda yake kiasi hiki
kwamba mwenyezi mungu ameeleza hali yake katika qurani tukufu na kwa kueleza hali ile amefanya kuwa mfano kwa ajili ya watu wote wanakuwa na huruma ya watu wengine mioyoni mwao ile wale wanaleta shutuma dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam waone hali ile ya kukosa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utulivu kwa ajili ya dunia na wale wanaojinasabisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wanaitwa waislamu wao wafanye bidii ya kufuata mfano mwema huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyezi mungu alisema katika Qur'an tukufu fala'allaka ba'thu nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa yani je wewe kwa sababu ya hali ile utakufa ikiwa wao hawaamini na watu ambao wameelezwa hapa ni watu ambao hawaamini juu ya nini wao hawaamini juu ya jambo hili kwamba wanapoambiwa wasifanye ushirikina na wasimfanye mtu kuwa mwana wa mungu wao hawaamini ushirikina ni dhambi ambayo mwenyezi mungu amesema mungu hatasamehe dhambi hii basi huruma na mapenzi haya ni kwa watu wote hata kwa washirikina pia kwamba kwa ajili ya kumleta katika njia iliyonyoka ikiwa juhudi linafanywa pamoja na juhudi inatakiwa maombi pia yafanywe kwa ajili yake basi wanajumuia wanatakiwa wajue maana sahihi ya mapenzi katika hali hii tunatakiwa tujifunze kutoka kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hii tunaweza kufanya wakati sisi tunaboresha hali ya imani yetu juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu tunapoona mfano mwingine wa huruma na ya mapenzi kwamba kaumu inamdhulumu mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallam hafanyi maombi ya kuangamiza ile kaumu bali anafanya maombi ya Mola wangu uwaongozi hawa watu hawajui kwamba yoyote ninayosema ni kwa ajili ya faida yao vile vile makabila mengine yanapomsumbua anapoambiwa afanye maombi dhidi yao katika hali hii pia mtume sallallahu alaihi wasallam aliinua mikono yake na watu waliona atafanya maombi ya maangamizo kwa ajili ya yale makabila lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mola wangu umuongoze kabila la Daus kwa hiyo mapenzi na huruma si kwa ajili ya watu wake na si kwa ajili ya waumini tu bali huruma na mapenzi yalikuwa kwa ajili ya wasiokuwa waislamu pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hamu hii kwamba umoja uimarike ili dunia isalimike ikoke katika kuangamia Hazur anasema siku hizi pia duniani kuna ushirikina wa aina mbalimbali ulioenea duniani tena si ushirikina tu bali watu wengi hawamwamini Mwenyezi Mungu hata kidogo basi kwa ajili ya kuimarisha utawala wa Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu sisi pia tunatakiwa tufuate ule mfano ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha kwa mfano wake mwema
sisi hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tumesema nara hii au slogan hii au wito kwamba dunia tunaipenda dunia na kwa sababu ya hii watu wanatusifu. Tunatakiwa tukumbuke kila wakati kwamba huu ni wito kwalo binadamu aliumbwa. Kazi yetu ya huruma na kueneza mapenzi na vitendo vyetu kuwa sawa na hali hii na kuichukia maovu. Sisi hatutakiwi kwamba tuichukie maovu, bali tunatakiwa tuichukie kabisa. Ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hii ni kwa sababu ya kuimarisha umoja na tauhidi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tumemchukia mtu, si kwamba tumemchukia yule mtu, bali tumemchukia vitendo vyake vya shetani. Na wale ambao wanafanya vitendo vya shetani tunawahurumia wao pia, na huruma huu unatufundisha kwamba tuwaondoe wale watu katika hali yao hii ili tuwaokoe katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Tunapenda watu wa dunia na tunawahurumia si kwa sababu ya dunia, bali tunafanya juhudi ya kuondoa na kufuta chuki ya dunia si kwa sababu ya kupata mapenzi yao, bali tunafanya hii kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuimarisha umoja wake. Na tunafanya hii ili umoja uimarike vizuri mioyoni mwetu pia. Basi tunatakiwa tusiseme maneno haya kwa sababu hii kwamba watu watupende, bali tuseme maneno haya kwa ajili ya kupata malengo yetu. Katika zama hii sisi ni wenye bahati nzuri ambao Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam alitufundisha jinsi gani tunaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na jinsi gani tunaweza kuwahurumia watu, na kwa ajili ya lengo hili Mwenyezi Mungu ametuchagua na yeye alitufundisha jinsi gani tunaweza kuwahurumia wengine. Sayyidna Ahmad alayhi salam anasema kwamba dini ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kumpenda Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kuipenda dunia kiasi hiki kwamba shida yao iwe shida yetu, na kisha kufanya maombi kwa ajili yao. Kisha anasema Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, hii njia si sahihi kwamba kwa sababu ya ikhtilafu ya dini tumsumbue mtu yeyote. Katika hafla fulani alisema Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, dini yangu ni hii kwamba msimuudhi hata mdui kupita kiasi. Nasema kweli kweli kwamba msifanye mtu yeyote kuwa mdui wenu wa binafsi, na muache tabia hii ya bughudha na ya uadui. Huzur amesema kwamba hapa aliposema kwamba msimuudhi mdui kwa kupita kiasi, mtu anaweza kufikiria kwamba maneno haya kwamba si chuki kwa yeyote, basi hapa kuna uadui gani na mtu yeyote? Ametoa jibu lake kwamba msimfanye mtu kuwa mdui wenu wa binafsi. Ikiwa mtu ni mdui kwa sababu ya dini, ambao wamezidi katika uadui, wao wamezidi katika uadui, mfanye juhudi ya kurekebisha hali yao. Lakini kwa kuwafanya maadui ya binafsi au kwa kuwa na wazo hili kwamba wao ni maadui wa binafsi, kwa kufanya hivi msiwe na bughudha dhidi yao. Kisha Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kuhusu kuondoa chuki amesema kwamba kuihurumia ubinadamu ni ibada kubwa sana,
na hii ni njia mojawapo ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu. Amesema mwenyezi mungu anasema kwamba bila kujali dini ya watu muwahurumia watu na muwalishe na muwapatie uhuru watumwa na wale ambao wamezibwa na mkopo mulipe mkopo yao na muihurumie ubinadamu kikweli kweli. Kisha amesema sinam alah salam, mimi sipendi wale watu ambao wanataka kuihurumia kaumu yao tu, na wasihi mara kwa mara kwamba huruma yenu haitakiwi iwe kwa ajili ya watu maalum tu. Kisha amesema kwamba muipende ubinadamu huu kama nyinyi ni jamaa zao, kama mama anamtendea mtoto wake, na yule ambaye anamtendea mtu yeyote kama mama, yeye hawezi kufanya kwa ajili ya watu wengine. Basi hii ndiyo ni hali ya kuwahurumia watu wengine na kuwapenda watu wengine. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba ni amri ya mwenyezi mungu na ni amri ya mtume wake. Katika Qur'ani tukufu mwenyezi mungu ametuamuru basi mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam ni mazuri kiasi gani kuhusu kuwahurumia binadamu. Je, kwa kumwacha mwenyezi mungu ambaye alitupatia mafundisho haya na kwa kumwacha mtume wa zama hii ambaye alikuja kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaweza kupata hali hii sehemu nyingine yoyote? Haiwezekani, hatuwezi kupata hali hii. Basi mapenzi yetu, au ikiwa sisi hatuna chuki kwa mtu yeyote, hili si lengo letu la mwisho, bali ni njia mojawapo ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu. Tunatakiwa tuzingatie kila wakati jambo hili, na kwa ajili hii tufanye bidii. Huzuri anasema kwamba muda fulani uliopita nilihisi kwamba idara yetu itwayo Humanity First, wale ambao wanafanya kazi chini ya idara hii wanadhani kwamba wao wasichanganye kazi yao na dini, na wakitoa huduma zao kwa kuto kuchanganya dini, katika hali hii tutasifiwa na dunia zaidi. Huzuri anasema kwamba niliwaambia viongozi ambao wapo hapa katika makao makuu kwamba umuhimu wenu ni kwa sababu ya hii kwamba umejiunganisha na dini, na jumuiya inatajwa hapa na pale kwa sababu ya hii ni umuhimu wenu. Ikiwa kwa dharura mnalazimika kutaja jina la jumuiya, haina wasiwasi, mnaweza kutaja jina la jumuiya pia, lakini msisahau kwamba tutatoa huduma kwa ajili ya kumridhisha mwenyezi mungu, kwa sababu ni amri ya mwenyezi mungu kwamba mtuimize haki za binadamu. Ndio maana kwa sababu ya hii tutatoa huduma kwa ajili ya binadamu. Kwa ajili ya kuhudumia binadamu tunalazimika kujiunganisha na mwenyezi mungu na kulinda ibada zetu. Pengine haina maana ya kutoa huduma kwa ajili ya binadamu. Viongozi hawa makao makuu wamekwisha elewa, lakini matawi mengine yanayopatikana katika nchi zingine, viongozi wa nchi zile na wale wanafanya kazi katika idara hii ya Humanity First, wengi wao ni wanajumuiya. Nataka kuwaambia wao pia kwamba baraka itapatikana katika kazi yenu wakati mtakapojenga uhusiano mzuri na mwenyezi mungu. Na mtafanya kazi yenu kuwa kupata fadhili za mwenyezi mungu. Na mtaanza kazi yenu kwa maombi. Bila hii
baraka haiwezi kupatikana katika kazi yetu yoyote hata mkifanya बहरहाल mipango yote kwa kutumia akili ya hali ya juu. आज मैंने इसी समय में ये बात Hazur anasema kwamba करूंगा nilikuwa nafikiria nitakumbusha kuhusu jambo hili, ndio maana leo nimekumbusha, kwa sababu इस ताल्लुक में कह लें बहरहाल इसका nimesema maneno haya जिक्र करना जरूरी niliona ni muhimu niseme है। मैं wakati ninapoeleza mada ya leo. Sasa tena narudi katika mada yangu hasa. Nilisema mwanzoni kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. और हमदर्दी खल्क Bila shaka फैलाने mapenzi दुनिया na huruma देखी एक वो na kuondoa chuki ni mwema kubwa sana, lakini haitakiwi tuwe na imani hii kwamba wito huu au slogan hii ni malengo ya maisha yetu. ख्याल आ जाएगा हमें कि अगर हमने Ikiwa tukipata wazo hili kwamba tumekwisha fanya hii, basi tumepata malengo ya maisha yetu. Kama nimeshawahi kueleza kwamba slogan hii ni sehemu ya kupata malengo haya, lakini si malengo hasa, तरफ बढ़ने का एक कदम है। ni hatua moja ya हाँ हजरत सल्लल्लाहु kuelekea kwenye malengo yetu. अलैहि इस जमाने में Kwayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, इस्लाम na katika zama hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kupata malengo, वदानियत का सही na malengo haya ni kujua kuhusu umoja hasa wa Mwenyezi Mungu पर चलने की कोशिश करनी। na kufanya bidii kwa kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu सुना को na kufuata mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu. Na kwa ajili ya kupata hali hii kufanya bidii, जिससे हर किस्म के hiki ni kitu ambacho और नेकियों kwa kupata kitu hiki मुमकिन बनाया जाए। hulka zote njema zinaweza kupatikana na wema pia vinaweza kupatikana. Wakati wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, maulama walijadili na makala yao ilichapwa katika gazeti la Al-Fazl, au wazee wengine walitoa rai yao kuhusu hii kwamba vito vya jumuiya inatakiwa iwe nini. मुस्लिम रिजवान ने Wakati ule Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu क्या जिस तरह ali alipatia wito jumuiya Ahmadiyya. भी मजबूत होता है। Wito ule ni ambao kwa sababu ya wito huu imani inakamilika, dini inathibitika, na haki za Mwenyezi Mungu zinatimia, na haki za wanadamu pia zinatimia. Mzee mmoja alisema kwamba wito wetu inatakiwa iwe fastabiqul khairat, दूसरे ने कहा na mzee mwingine akasema kwamba wito wetu na moto wetu unatakiwa uwe kwamba natanguliza dini juu ya dunia. उस मुस्लिम ने फरमाया Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akasema मत में नजर जरूर होना चाहिए। lazima tunatakiwa tuwe na moto ya jumuiya, yani vito vya jumuiya, kwa sababu idara zote za dunia zinakuwa na vito ya idara yao, और अगर संजीदा और अमानत का हक अदा करने वाली हैं ikiwa wao wanatimiza haki za amana. Kwa ajili ya hii wanafanya juhudi pia ili waweze kujitofautisha na wengine. दुनिया में Duniani watu wanakuwa na slogan ya hulka njema pia, na मत में नजर बनाने wengine maendeleo ya elimu pia की जगह inakuwa slogan. किसी के हकूक को Au sehemu ingine, ikiwa watu wananyimwa haki zao, vyama vya kisiasa wanafanya wito wao kuwa uhuru, na kwa ajili ya hii wanafanya bidii. की जगह Ikiwa और सूरत है sehemu ingine kuna बनाया जा
hali ingine, basi ile hali inafanywa kuwa slogan au wito. बुनियादी मकसद ये होता है Ilmuradi wito kusudio lake ni kwamba दुनिया में कायम करना है। tutaimarisha wito huu au lengo hili, na kila wakati tutazingatia slogan hii, yani tutaweka mbele ya dunia, na vile vile sisi pia tutazingatia wito huu. Huzur anasema kwamba duniani kuna mwema ya aina mbalimbali. Mtu akichagua mema mmoja जाहिर एक अच्छी बात है, मुतमईन kuwa wito wake, basi hii pia ni jambo nzuri, lakini si maana yake kwamba mema mengine hatuhitaji katika maisha yetu, बल्कि जरूरत bali को सामने रखते हुए kwa kuzingatia dharura मुतमईन नजर बनाया जाता है। ya mema yote, mema moja inafanywa kuwa wito. Ilmuradi wito wowote mzuri mtu akichagua kwa ajili yake, basi ni mwema kwa ajili yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba wito mwingine unafanana. Kwa mfano wito huu kwamba mumtii Mwenyezi Mungu, और ये मोटो na wito huu kwamba mupate maendeleo katika mwema. लाजम मुलज़म है Wito huu की इताअत के बगैर unafanana नेकियों का हसूल ना मुमकिन kwa sababu bila kumtii Mwenyezi Mungu mtu hawezi kupata mwema, na vile vile yule ambaye si mwema hawezi kuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Vile vile मुकद्दम रखूंगा, wito huu kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia, जाने की कोशिश करूंगा। na wito huu kwamba nitapiga hatua ya mbali katika mwema, wito huu pia unafanana. और हमें उन्हें अपनाने की Mema yote ni mzuri na tunatakiwa tupate mema ya kila aina, lakini swali linapokuja kuhusu wito au kuhusu malengo, इस तरह तवज्जो रहकर katika hali hii mtu kwa kuzingatia malengo au wito, बाज लोग wengine wanaona kwamba mema yao ni kupata yale malengo tu, au wanaona kwamba kupata yale malengo ni sawa sawa na kupata kila kitu, kama vijana wetu au hata watu wengine pia. दीनी हाल को तो भूल गए हैं। Watu wamesahau hali yao ya dini, lakini kwa ajili ya kuonyesha watu wengine wanasema maneno haya ya mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote. Huzuri anasema ni sawa ikiwa mnataka kusambaza dini tukufu ya Islam. Kwa ajili ya kusambaza Islam, slogan hii ni nzuri, lakini lengo letu si hii tu, malengo yetu ni makubwa sana. Ikiwa tunataka kuwahurumia watu si kitu chochote. याद दिलों से गायब हो रही है, तो फिर इसको भी Ikiwa tunamsahau Mwenyezi Mungu katika hali hii, kuwahurumia watu si kitu chochote. बस मुस्लिम ने लिखा है कि मैंने Hazrat Muslim Maud amesema kwamba niliposoma makala hizi nilikumbuka kisa moja ya Myahudi moja. जब ये जाना हो से बातें करते हुए Wakati yule Myahudi alipokuwa anazungumza na Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu, katika mazungumzo yake alisema kwamba sisi tunakuwa na husuda sana na Waislamu. Hazrat Umar akauliza sababu ya husuda ni nini, kwa sababu gani mnakuwa na husuda? Yule Myahudi akasema kwamba tuna husuda kwa sababu ya hii kwamba katika Islam kuna mema maalum, ऐसी नहीं kwamba hakuna kitu chochote cha dunia ambacho haikipatikani katika mafundisho ya Islamu katika Qur'an tukufu, ये तक तमाम अहकाम iwe kuhusu nafsi ya mtu au kuhusu dunia nzima. Mambo haya yote yameelezwa katika Qur'an tukufu. Basi hiki ni kitu kinachosababisha kuwa na husuda na Waislamu. बस अगर इस बात को सामने रखें Huzuri anasema mkizingatia तो jambo hili, कि इस्लाम की किसी एक बात inajulikana waziwazi kwamba और मोटो चुनना दुरुस्त नहीं, katika Islam si sahihi kuchagua wito moja tu, उनका मोटो है ingawa fastabiqul khairat ni wito mzuri, vile vile kutanguliza dini juu ya dunia ni wito mzuri,
katika qurani tukufu pia mwenyezi mungu ametukumbusha kuhusu hii तो उसे उन्नल हयात kama anasema bal tusiruna alhayata dunia wal akhiratu khairun wa abqa नादान लोग yani wajinga wanatanguliza dunia juu ya dini lakini जिंदगी से akhira ni bora zaidi kuliko dunia अक्सर हम जुम्मे आज पढ़ते हैं na siku ya ijumaa pia tunasoma aya hii zaidi ya aya hii mafundisho chungu mzima yametolewa katika qurani tukufu basi kuna fundisho gani la qurani tukufu ambayo haiwezi kuwa wito au malengo उस पर गौर करें mkizingatia fundisho yoyote qurani tukufu fundisho ile inavuta moyo upande wake आपने ये फरमाया hadrat muslim maud alisema हजरत सल्लल्लाहु kwamba kwa kusoma qurani tukufu inajulikana kwamba zama ya kuja kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ज़हर अल-फसादो फिल बर्रि वल बहर ilikuwa zama ya zahar alfasad fi lbarri walbahr कोई खराबी ऐसी न थी kulikuwa hakuna uovu wowote ambao ulikuwa haupatikani katika zama ile sayidna ahmad alahi salatu wassalam ये ज़िल है ni kivuli cha mtume sallallahu alaihi wasallam माना भी kwa sababu ya hii zama ya sinam alahi salatu wassalam ni kivuli cha zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam na tunaona na tunashuhudia kwamba अपने कमाल को पहुंचे maovu ya aina yote yamefika katika mwisho wake मजहब की भी जरूरत है kwa hiyo siku hizi kuna haja ya dini जरूरत है na vile vile hulka njema pia zinatakiwa और तरक्की की भी जरूरत है vile vile mema na heri ya dunia pia inatakiwa अखलाक फाजला ikiwa imani inakosekana katika mioyo ya watu vile vile hulka njema pia inakosekana na vile vile mema hasa pia haonekani duniani na watu wanaoita maendeleo ni इस्लामी तौर पर देख mambo ya nafsi tu जिसे लोग तरक्की कहते हैं na maendeleo yanayoitwa maendeleo siku hizi ni faida ya binafsi ya watu haiwezi kuitwa maendeleo ya dunia ni watu kadhaa tu ambao wanapata faida katika maendeleo haya na wengine wanaendelea kuwa watumwa iwe utumwa wa kisiasa au utumwa wa kijamii au kiuchumi lakini katika गुलाम बन गया sura yoyote sehemu moja inaendelea kuwa कर रहे हैं mtumwa kwa ajili yao haya si maendeleo na wale ambao wanapata maendeleo wao pia wana masilahi yao na masilahi yao haya wanaita ni maendeleo basi katika hali hii आयत को kusema hii kwamba mufanye aya fulani iwe vito na mwache aya fulani bali kila aya ya qurani tukufu ni malengo yetu na ni vito wetu na inatakiwa iwe hivi basi तो तमाम कुरान करीम ही है wito wetu ni qurani tukufu nzima किसी मुख्तसर मोटो की जरूरत है lakini ikiwa tunataka kuwa na vito moja basi हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुकर्रर करती है wito ule pia mwenyezi mungu alieleza kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam na wito ule ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah तमाम कुरान करीम का खुलासा है na hii ni muhtasari wa qurani nzima तमाम तालीमें hazur anasema kwamba uhakika ni kwamba mafundisho yote na malengo yote yanahusika na umoja wa mwenyezi mungu vile vile uhusiano wa watu के खुदा ताला से ताल्लुकात na uhusiano wa mwanadamu kwa mwenyezi mungu pia ni chini ya tauhid yani umoja wa mwenyezi mungu वसल्लम की na umoja ni kitu ambao bila msaada wa mwenyezi mungu hauwezi kupatikana ndio maana pamoja na la ilaha illallah muhammadu rasulullah mwenyezi mungu amesema किसी मबूद की तलाश yani खुदा ताला को अगर देखना है ikiwa mnataka kumuona mwenyezi mungu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से देखो
mnaweza kumwona kwa msaada wa mtume sallallahu alaihi wasallam. yaani mtume sallallahu alaihi wasallam ni miwani. kwa sababu ya miwani hii mwenyezi mungu anaweza kuonekana. msaada wa mtume sallallahu alaihi wasallam unapoombwa हर जगह katika hali kutoka alhamd mpaka annas, kila mahali madhmuni ya la ilaha illallah inaonekana. वजूद मुबारक ही है basi ni दुनिया में mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuja kwake umoja uliimarika na ulipatikana duniani. pengine kabla yake watu wengine walimfanyia hadrat uzair na wengine walimfanyia hadrat isa alayhi salatu wassalam wana wa mwenyezi mungu. watu wengine waliofanya malaika kuwa miungu. katika hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoa ufisadi wa kila aina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही तौहीद के क़याम के लिए na mwenyezi mungu alimtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuimarisha na kusimamisha umoja wake. ज़ात से ही kwa fadhili za mwenyezi mungu, कायम kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam umoja ulipatikana duniani. ला इलाहा इल्लल्लाह का मोटो है na hii ndiyo ni wito la ilaha illallah muhammadu rasulullah ambao tunasema pamoja na adhana yetu. mtu yeyote anapojiunga na islam yeye pia analazimika kusema la ilaha illallah, इस्लाम kwa sababu islam hasa ni jina la ilaha illallah. ikiwa udhaifu inapatikana katika dini, sababu yake pia ni hii kwamba उसके सामने से हट गया होता है kwamba anakosa kusema la ilaha illallah, hajali हर वक्त la ilaha illallah. ikiwa anazingatia kila wakati la ilaha illallah, mtu anaweza kusalimika katika udhaifu लोग डराते रहते wa dini. na kusema la ilaha illallah si kwa mdomo tu, yani wakisema uongo wanasema uongo kwa kusema la ilaha illallah, lakini हैं और जब रूह la ilaha illallah iliposemwa katika hali hii, और उसकी तमाम सिफात सामने आ जाती हैं sifa zote za mwenyezi mungu zinakuja mbele ya mtu, ला इलाहा इल्लल्लाह की kama ilivyosemwa kwamba uhakika wa la ilaha illallah inapatikana kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam. वसल्लम में ना हो जाए maadamu mtu hamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli, नहीं समझ सकता hawezi kuelewa madhumuni ya umoja wa mwenyezi mungu. और अल्लाह ताला और ना इसके तफसीली जलवा यानी कुरान करीम को समझ सकता है wala hawezi kuelewa qurani tukufu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wale watu hawamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kweli kweli, na तुला रहते हैं hawaelewi tauhidi ya mwenyezi mungu. katika hali hii wanabaki katika ushirikina, ingawa wanakuwa na akili. si wale tu ambao si waislamu, miongoni wa waislamu pia wapo wengi ambao wanawafanya viongozi wao kuwa miungu. inasemwa dhidi ya wanajumuia kwamba wanamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kweli ni hawa watu ambao wanamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam na hawakutambua heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na matokeo yake ni kwamba wapo mbali na tauhid, yani umoja wa mwenyezi mungu. katika zama hii sayyidina alayhi salatu wassalam alipata ufahamu wa umoja wa mwenyezi mungu, na hii ni kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. जिनको दुनिया काफिर कहती है वही तौहीद के हकीकी अलमबरदार है wale ambao wanaitwa na dunia kwamba ni makafiri ni wao tu ambao wanainua umoja wa mwenyezi mungu, wanasambaza umoja wa mwenyezi mungu. sinam al islam alipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akajua kwamba yesu kristo amefariki, na kuwa na imani kwamba yupo hai ni ushirikina. kabla yake walikuwa maulamaa malaki na malaki ambao बात मंसूब करते थे walikuwa wakinasabisha sifa za mwenyezi mungu kwa yesu kristo. kwa mfano hii kwamba bado yupo hai, yuko mbinguni, na alikuwa akiuisha wafu, na alikuwa na elimu ya ghaibu na kadhalika na kadhalika.
kwa sababu ya sinam alah salatu wassalam leo sisi bali kila mtoto wa jumuiya इस अकीदे को कायम रहना दोबारा नहीं करता. hawezi kuwa na itikadi hii. इसी तरह vile vile kuna mambo chungu mzima ambayo sainam alah salatu wassalam alipata kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na alitufundisha kwa kupata nuru kutoka kwake, na aliondoa ushirikina. sayyidina alayhi salatu wassalam ला इलाहा इल्लल्लाह का जलवा दिखाया. alionyesha dunia hii nuru ya la ilaha illallah, na hii ndiyo ni muhtasari wa dini tukufu ya islam. हर कामिल मुवहिद में पाया जाना जरूरी है. na kila mwenye imani anatakiwa बाकी तो सब तफसीलात हैं, apate nuru ya hii. मुख्तलिफ शक्लों में बदलती रहती हैं. pengine kuna maelezo mbalimbali yanayopatikana yanayokuwa sawa na hali ya mtu. बड़ी नेकी kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu fulani kwamba mema mkubwa ni kuwatendea wazazi, na alimwambia mtu mwingine kwamba mema mkubwa ni jihadi, na alimwambia mtu mwingine kwamba mema mkubwa ni kusali sala ya tahajjud. sawa na hali ya kila mtu, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mwema mkubwa ni nini, lakini si maana yake kwamba yeye hana haja ya kufanya mwema mwingine. कुरान करीम के तमाम अहकाम basi inatakiwa ikumbukwe kwamba amri zote za Qur'ani tukufu ni nzuri na ni yenye faida, ला इलाहा इल्लल्लाह सब lakini la ilaha illallah ni juu ya amri zote. huu ni vitu ambao tunatakiwa tuzingatie kila wakati. तौहीद की हकीकत kuna haja sana ya kufikiria na kuzingatia uhakika wa umoja wa Mwenyezi Mungu. वही सिर्फ इस बात का नाम नहीं है umoja wa Mwenyezi Mungu si huu tu kwamba बुतपरस्ती न करे. mtu asiabudu masanamu au asiwe na imani kwamba mtu fulani ni hai dhidi ya Mwenyezi Mungu, का शरीक न ठहराए. au asimshirikishe mtu yoyote, bali katika kazi yoyote ya dunia umoja unatakiwa upatikane. mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kulala na wakati wa kutawadha pia alikuwa akitaja umoja wa Mwenyezi Mungu. wakati wote किसी काम पर भरोसा या निसार हो गया, mtu anapoanza kutegemea kazi ya dunia, शिर्क के मुकाम पर basi yule mtu ameanza kufanya ushirikina, के मुवहिद होने का दावा na madai yake ya kuwa kwamba yeye anafuata umoja si sahihi, कि इंसान kwa sababu sharti ya umoja wa Mwenyezi Mungu ni kwamba mwanadamu के और भरोसा amtegemee Mwenyezi Mungu tu. मतलब ही यह है umoja wa Mwenyezi Mungu maana yake ni hii kwamba katika kila kazi, iwe kazi ya dini au ya dunia, कि खुदा की तरफ उठे. mwanadamu amtegemee Mwenyezi Mungu peke yake. तमाम bila shaka maneno yote mazuri ni wito mzuri, अच्छे मोहतर हैं, lakini kwa ajili ya yule anayetaka kuwa na imani juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili yake ni lazima kwamba और अल्लाह ताला के सिवा asitegemee kitu chochote min ghairi ya Mwenyezi Mungu hata kidogo. बस हकीकी मोहतो basi vitu hasa ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah. तमाम नेकियां जमा हो जाती हैं. ndani yake wema yote inapatikana, na kwa ajili ya kuelewa umoja shida inayopatikana majibu yake pia yanapatikana ndani yake hii. kwa ajili ya kuondoa matatizo mfano unahitajika, na mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema. kama Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alisema katika neno moja, kana khuluquhul Qur'an. katika maneno haya umoja wa Mwenyezi Mungu pia unaonekana, नमूने का मयार भी कायम हो गया. na vile vile kufuata amri za Qur'an tukufu hali yake pia imeonekana, na vile vile maelezo ya amri pia yameonekana. basi yule ambaye amemwelewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemwelewa Mwenyezi Mungu, na yule amemwelewa Mwenyezi Mungu ameelewa kila kitu, kwa sababu ushirikina ni mzizi wa kila dhambi. baada ya kupata imani juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu, mwanadamu anapata hulka njema, elimu, maarifa, सियासत
na siasa कमाल सब कुछ आ जाता na vile vile katika mambo yote anakuwa mahiri kwa sababu nuru ya Mwenyezi Mungu ni tiba na है हमारा मोटो tiba ya maradhi yote inapatikana ndani yake. फरमा दिया है वो लाए Kwa hiyo wito बाकी तो wetu Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema, ambayo ni la ilaha illallah. इससे Mambo mengine ni nasaha, kwa sababu katika dhama hii Dajjal anashambulia dunia kwa nguvu yake yote, na lengo lake ni hili kwamba nitatanguliza dunia juu ya dini. Hili ni lengo la Dajjal, kwamba nitatanguliza dunia juu ya dini. Kwa hivyo ni jukumu letu kwamba dhidi yake sisi tutangulize dini juu ya dunia. हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने Ndiyo maana Sayyidina alayhi salatu wassalam katika masharti ya bayat aliongeza maneno haya. Maana yake ni hii kwamba की तालीम लागू रखेंगे tutaendelea kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam सूरज चेहरा दिखाएंगे na tutaonyesha sura nzuri ya Islam dhidi ya maadui, कायम करने वाले बने na lengo lake ni hili kwamba tuweze kuimarisha la ilaha illallah duniani. खैर इस मकसद के हसूल के लिए की Na kwa ajili ya lengo hili tumefanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. ताला ने इन हमने फरमाया था Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupitia ufunuo, khuzu tauhid ya ibn al-Faris, yani ewe watoto wa Faris, mushike umoja wa Mwenyezi Mungu vizuri. Ibn al-Faris si familia yake tu, bali लिहाज से jumuiya nzima kwa maana ya kiroho ni Ibn al-Faris, na hii amri ni kwa ajili ya jumuiya nzima, मुसीबत के वक्त इंसान na hii ni kanuni को पकड़ता है kwamba wakati wa shida mtu anashika kitu fulani. Amesema wakati wa shida mushike tauhid na vitu vyote vingine vinapatikana ndani yake. Basi ni jukumu la jumuiya yetu kwamba हर वक्त अपने सामने रखें ishike na izingatie kila wakati wito la ilaha illallah. Siku hizi wakati pamoja na ushirikina watu hawamwamini Mwenyezi Mungu, भी एक किस्म की दैरियत जो है शिरक की एक किस्म है ये शिरक दैरियत की किस्म है हम अपने आप को katika hali hii sisi kwa kutegemea wito moja अपनी hatuwezi kuboresha dunia yetu na akhira yetu, जोम में wala अपनी नमाजों और इबादतों को छोड़ सकते kwa dhana hii kwamba tunahudumia binadamu tunaweza kuacha swala zetu na ibada yetu. Yeyote anayefanya hivi yeye hahusiki na Sayyidina alayhi salatu wassalam. कीमत में नजर Basi हमेशा सामने रखने की जरूरत tunatakiwa tuzingatie wito wetu kila wakati ili tuweze kupata neema za dunia na akhira. सबको इसकी तकलीफ Mwenyezi Mungu atuwezeshe kila mmoja wetu aweze kuelewa uhakika wake. Amin. Huzur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja. Huzur anauliza, je, jeneza ameshafika? मान साहब का है Jeneza hii ni ya bana Sadir Akbar Rahman, aliyekuwa mwana wa Fazur Rahman marehemu. वाल्थम फारसी के में रहते थे Alikuwa akiishi Walthamstow tarehe 7 ya Mai kwa sababu ya maradhi ya kansa. Katika umri wa miaka 40 amefariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakuwahi kuitumikia jumuiya kwa kuwa kiongozi katika jumuiya, lakini kwa kuwa mtumishi aliitumikia jumuiya na alikuwa mtumishi mzuri na alikuwa na uhusiano mzuri na uhalifa na alikuwa imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya maombi. Alikuwa katika maradhi kwa muda mrefu, lakini kwa subra sana मैं अरसा बीमारी का गुजारा है aliishi katika maradhi yake hii. Mwenyezi Mungu amghofirie na ampatie mahala pema katika pepo ya ridha yake. Mwenyezi Mungu amjalie mama yake subra na mke wake na mtoto mmoja ambaye ana umri wa mwaka moja au mwaka moja na nusu. Mwenyezi Mungu awapatie subra hawa wote pia. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر